Asante msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 kwa kuweza kuchagua tena kituo hichi bora cha matangazo ambacho kinakuletea uchambuzi wa habari za vita kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kituo hichi bora cha matangazo kinapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama YouTube na Facebook. Ukiandika Kwetu News 24 moja kwa moja utakuwa umejiunga nasi. Ikiwa ndo kwanza unakuja kutufuatilia, usikose kusubscribe channel yetu, lakini pia usikose kucomment ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari zetu na tujue unatupata ukiwa sehemu gani duniani. Usikose kushare lakini pia kulike habari zetu hizi ili kuendelea kutupa nguvu na sapoti kubwa kutokana na habari ambazo tunaendelea mara kwa mara kukupasha. Tutazungumza machache kuhusu kinachojiri mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na jinsi hali ya mizozo ya kivita inavyoendelea. Kwanza tunataka leo ufahamu mpango wa M23 AFC pamoja na serikali ya Rwanda kuhusiana na vita vya mashariki ya DRC. Licha ya harakati za kusaka amani na kusitisha mapigano mashariki mwa DRC, ambazo harakati hizo zinafanyika nchi mbalimbali kama vile Uswisi, Marekani pamoja na huko Doha, lakini bado M23 yaonekana kuwa ni wanafiki wakubwa kabisa, wanaendelea kutafuta jinsi ya kuteka miji walioachia mashariki mwa DRC kama vile Uvira pamoja na sehemu zingine ambazo walirudia wakiwa bado na shauku za kuteka kama vile mji wa Baraka pamoja na mji wa huko Kalemi. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, utakumbuka tu kuwa katika lengo la kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na kusimamisha vita ambavyo vinaendelea kurindima kati ya serikali ya DRC na washirika wake wazalendo wakipambana vikali dhidi ya waasi wa AFC M23, hao wakisaidiwa na nchi ya Rwanda, licha ya kwamba nchi ya Rwanda ilikataa mwanzoni kwamba haishirikiani kabisa na M23, lakini baada ya kugundulika aliweza kuitika moja kwa moja kwamba anahusika. Mikutano mbalimbali ambayo inaendelea huko Uswisi, huko Marekani pamoja na Doha. Hivi karibuni kulikuweko na mazungumzo huko Uswisi, na baada ya siku 5 za mazungumzo, duru ya 9 ya mazungumzo kati ya nchi ya DRC pamoja na waasi wa AFC M23 imekamilika, ingawa taarifa ya mwisho inataja maendeleo. Hakuna makubaliano yaliyofikiwa huko kuhusu jambo muhimu kulingana na vyombo vya habari. Itifaki ya 3 ya makubaliano ya mfumo yaliyosainiwa huko Doha mwaka jana, haswa kuhusu masuala ya mahakama na ufikiaji wa haki za binadamu. Nyuma ya matangazo ya maendeleo, mazungumzo yalikuwa magumu kulingana na chanzo cha kidiplomasia kilichowasiliana na vyombo vya habari. Taarifa ya mwisho inaruhusu kila upande kuondoka mezani bila kuonyesha udhaifu wowote, lakini kwa undani hawajakubaliana masuala mengi. Unajua, pamoja na kile ambacho kilitarajiwa na raia wengi wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni kuhakikisha kwamba huko Uswisi mazungumzo yanakuwa ni ya uwazi kabisa na kila upande unatoa hoja au maneno mbalimbali ambayo yataleta amani mashariki mwa DRC, jambo ambalo halikuweza kuwezekana. Inasemekana kuwa pointi ambazo M23 pamoja na serikali ya DRC hawajakubaliana, kwanza upande wa sheria. AFC M23 ilidai kuondolewa kwa hukumu za kifo dhidi ya baadhi ya wanachama wake pamoja na kuondolewa kwa mashtaka dhidi ya wengine. Utakumbuka wale wa ndugu zetu ambao wanapatikana Uvira na Bukavu, kuna watu wengi sana ambao waliweza kutekwa wakiwa ni raia wa Bukavu na Uvira, lakini pia ndani ya mji wa Baraka ambao habari za hapo mwanzoni zilitaja kuwa wameuawa, wamenyuka. Habari zingine zilihakikisha kwamba wapo hai kabisa. Hao ndio M23 inataka waweze kuachiliwa. Lakini pia pointi nyingine ambazo hawajakubaliana sasa kuhusu hilo swala la kuachiliwa huru kwa wanachama wa AFC M23 waliochukuliwa na serikali ya DRC. Serikali imekataa katukatu kwamba hawawezi kuachilia hawa watu, na ikiwa M23 inaendelea na mchakato wa kuyumbisha usalama. Na jambo lingine ambalo hawajakubaliana, ambalo ni jambo gumu kabisa upande wa serikali ya DRC kiuchumi, AFC M23
inadai kufunguliwa tena kwa benki katika maeneo inayodhibiti ambayo yamefungwa na serikali ya Kinshasa. Ombi hili pia limetupiliwa mbali kabisa na nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. AFC M23 pia inataja ugumu wa kupata pasipoti kwa wakati wa maeneo haya, wakiwemo wanachama wake wanapotaka kusafiri wala kuelekea sehemu nyingine nje ya nchi hawapati pasipoti kabisa kiurahisi. Utakumbuka kufuatana na hili swala la kutokupata passport, kuna pasipoti bandia ambazo zilikataliwa katika nchi mbalimbali ambazo tayari M23 ilikuwa imechapisha kwa ajili ya kusafirisha watu wake na kuingiza bidhaa katika eneo ambalo ilikuwa imedhibiti. Pia inadai kurejeshwa kwa mali za wanachama wake ambazo zimechukuliwa na idara ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hatimaye swala la uwanja wa ndege wa Goma halijatatuliwa pia. Kinshasa inashinikiza kufunguliwa tena, lakini AFC M23 inahofia uwezekano wa matumizi yake kwa madhumuni ya kijeshi. Mwishoni mwa raundi hii ya 9 ya mazungumzo, maendeleo yamepatikana, lakini masuala mengi kwa kweli bado hayajatatuliwa. Haya mambo yote ambayo tumeweza kuzungumza, pointi ambazo zimeshindana huko Uswisi, inaonekana wazi kwamba M23 inaendelea na mchakato wake wa kuteka maeneo mbalimbali na kuweza kujiimarisha ili kuweza kuunda serikali yake mpya na baadaye kuweza kubalkanize nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo au kufanya mapinduzi kama walivyokuwa wanajidanganya gisi ilivyokuwa misheni yao. Sasa wakati haya inajiri, M23 ambayo inashikilia idara ya kijeshi wanapanga kurejea ndani ya mji wa Uvira kabla ya wiki 2 zijazo za mwezi wa 4 na mwezi wa 5 wachukue udhibiti wa mji wa Uvira, licha ya kwamba hawajali kipi kitatokea kulingana na Umoja wa Mataifa utawashinikiza tena waondoke mjini Uvira au la. Wanasema ni bora waweze kuchukua udhibiti tena wa mji wa Uvira. Sasa wamegundua kwamba plani B walioichukua ya kuweza kupitia Minembwe tayari imechukuliwa na wanajeshi wa Kizalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC. Haina haja tena ya kupita huko Minembwe kwa sababu hakuna tena namna, na vikosi vya Milenge Zelambuma pamoja na Rene Itongwa tayari vimeimarisha maeneo ya Pwezero, maeneo ya kule ya Mbembi pamoja na huko Kipupu. Hawatakuwa tena na namna ya kupita maeneo hayo. Sasa wakaona moja kwa moja ni bora watoboe njia, wapite tena njia ya plan ili waweze kuingia moja kwa moja ndani ya mji wa Uvira. Hatujui haya yatakuwaje. Hizo ni baadhi ya habari ambazo tulikuwa tumekuandalia kwa upande wa M23 na kufeli kwake kote, lakini hatujajua serikali ya DRC inajipangaje. Tangazo rasmi halijatolewa ili kuweza kuimarisha maeneo ya huko Muplan, pale ambapo M23 inaweza kupita tena kwa ajili ya kuweza kupita ndani ya kuingia ndani ya mji wa Uvira na kuendelea hadi ndani ya mji wa Baraka. Endelea kubaki na Kwetu News 24 ili kuweza kujua mengi zaidi. Na ndani ya mji wa Baraka, mashirika za kiraia, sana sana shirika la kiraia la wazalendo wa Kongomani Sosiko RDC kupitia mratibu wake Jojo Kakozi cha Kubuta, imeonya wananchi wa ndani ya mji wa Baraka kwa kuweza kuokota mabaki ya vita yaliyoachwa wakati wa msongamano wa wanajeshi wakati wa kutekwa kwa waasi wa M23 ndani ya mji wa Uvira, kwa sababu kuna vitu vingi, zana nyingi za kijeshi za kuripuka kama vile magranade ambazo tayari zimeanza moja kwa moja kuonekana ndani ya mji wa Baraka, na hivyo wameonya wananchi kuweza kufundisha watoto kutokuokota vitu ambavyo vinaweza kuleta maafa. Hebu tumsikilize akiongea na Kwetu News 24. Tunapenda kuambia raia wote wa jiji la Baraka na kando kando kwamba wakati Baraka wanajeshi walikuja wengi na wazalendo pamoja na polisi, kulikuwa ile wanaita maange explosif zilitupwa nyingi sana, hata silaha zilizikwa, mateni kutupiwa, mabotine vile vile, na wengine walifikia kuuzisha silaha moja 10,000. Kwa hiyo inakuwa kwamba maange explosif zinakuwa zinaonekana katika jiji la Baraka. Kwa hiyo tunaomba wazazi wawe makini sana kwa kuambia watoto wasikwe wanaogota kila kitu. Waache kuwa wanaogota vitu vyote kwenye yalala, kwenye pori au kwenye shimo, kwa sababu uende wanaweza kulogota anje explosif, kwa mfano grenade.
au Diton au ingine kitu yoyote ile inaweza katuma inahatarisha usalama wa watoto au wa raia kwa kufa haraka. Kwa hiyo ile tunawaomba sana wazazi wawe makini kwa kuambia watoto kwamba kuna maanje explosif ambapo zinazagaa katika jiji la Baraka, na kwa hiyo inabidi watu wawe makini sana kwa yote ambapo inaweza ikatokea, kwa sababu tuna wasiwasi kubwa watu kufikia kuumia, tuna wasiwasi kubwa watu kufikia kukufa kufatana na hiyo maanje explosif. Na tunaomba ma service de securite kamate majukumu sana kwa kusaidia pia kwa kuwa wanapita na kwa kuangalia zile maanje eneo ambapo tumepata kama ripoti ambapo tutawapartaje maeneo ili waangalie namna gani wanaweza kufikia kusaidia juu ile maanje explosive wao wanaziondoa, kwa sababu zisikue hatari au zisikue shida katika jamii katika jiji letu la Baraka. Naam, hivyo ndivyo mambo yalivyo ndani ya mji wa Baraka. Wakati hayo yakiwa namna hiyo, tusalie mashariki tu mwa Jamhuri ya DRC. Karibu watu 200 waliotekwa nyara na waasi wa ADF wameachiliwa huru katika siku 2 zilizopita katika eneo la Mambasa mkoani Ituri, kutokana na operesheni za kijeshi zinazoendelea kufanywa na vikosi vya wanajeshi wa DRC FARDC na washirika wao wa Uganda UPDF na wanaharakati wa mashirika ya kiraia katika eneo hilo siku ya Ijumaa April tariki 17. Utakumbuka kuwa raia wa huko Ituri siku chache zilizopita waliandamana kwa ajili ya kuwepo kwa vikosi vya Uganda UPDF vinavyodai kushirikiana na FARDC kwa ajili ya kusaka waasi wa ADF huko Ituri. Mateka hawa walikamatwa mwezi Machi mwaka huu wakati wa mashambulizi kadhaa yaliyofanywa na kundi hilo lenye silaha la ADF katika vijiji zaidi ya 10 katika eneo hilo, kulingana na Radio Okapi. Jeshi la Kongo lilithibitisha kuachiliwa kwa mateka hawa bila kutoa maelezo zaidi. Kulingana na mashirika ya kiraia, mateka wengi waliachiliwa tangu Jumatano ya wiki hii, hasa katika maeneo ya Bandibwame na Babube, takriban kilomita 30 kutoka mji wa Mambasa. Kwa jumla, mateka 144 wa zamani wameripotiwa kujisalimisha kwa FARDC, huku wengine zaidi ya 15 wakifanikiwa kutoroka wakati wa operesheni za kijeshi, kulingana na mashirika ya kiraia. Watu hawa wa mwisho wamejiunga na familia zao ama huko Mambasa au katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Kulingana na mashirika ya kiraia nchini Jamhuri ya DRC, karibu watu 400 wametekwa nyara na ADF ambayo ni waasi wa huko Uganda tangu katikati ya mwezi Machi, ikiwa ni pamoja na Makoko, Kuchanga, Bandibwame, Pumzika, Manya, Mabukulu na Lumalisa. Inaripotiwa kwamba kuna watu 100 ambao bado wako mikononi mwa watekaji nyara hao wakiwa ni ADF. Kutokana na hali hii, mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa vikosi vya pamoja vya FARDC pamoja na UPDF kuendelea na operesheni zaidi hadi ngome za UPDF zivunjwe kabisa. Tangu mashambulizi yaliyoanzishwa na ADF mnamo March tariki 8 katika eneo la Mambasa, angalau watu 100,000 zaidi wamelazimika kukimbia makazi yao na uharibifu mkubwa umeripotiwa. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, kufikia hapo sina la ziada. Niseme asante kwa kuweza kunitegea sikio. Nikuombe usikose kabisa kutawanya habari zetu. Inawezekana utapata linki yetu, usikose kutuma kwenye magrupu mbalimbali ya WhatsApp ili watu wengi waendelee kupata habari zetu. Lakini pia usikose kucomment na kutuambia unapatikana sehemu gani na habari zetu unazipata ukiwa wapi. Niseme tu ikiwa wewe ni Muislamu, tuseme asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwaheri.